nimeona show ya Harmonize, amefanya show Ethiopia, lakini pia wameweza kurekodi ngoma na msanii kutoka Ethiopia, kitu ambacho kiukweli kwa mimi, kwa Harmonize, lazima nichukue fursa hii kumpongeza kwa sababu mwaka 2026 kwa Harmonize kwangu mimi unaenda kuwa mwaka wa tofauti sana kwenye upande wa kimuziki, na tukizingatia anakuja na album yake mwaka huu 2026, anakuja na album ya 31 ambapo aliahirisha kuachia mwaka jana na akatangaza mwaka huu rasmi albamu hii inatoka. Na tumemwona kenda Nigeria pia kukutana na baadhi ya wasanii kwa ajili ya collabo ambazo anajazilizia nyama kwenye album yake ya 31. Hiyo ni moja, lakini mbili, pia tuliona kaenda South Africa, kaenda kukutana na baadhi ya wasanii kama Chiko pamoja na Focalistic, ambao pia kuna baadhi ya ngoma zimetoka akiwa na Harmonize ambayo iko kwenye album ya Focalistic. Kuna kipindi pia alienda Kenya akakutana na Caesar kutoka South Africa. So kiukweli nimeona movement za Harmonize kwa 2026, na mimi nilizungumza mwaka huu Harmonize lazima ajaribu kufanya mapinduzi kwenye upande wa kimuziki, hasa kwenye upande wa kimataifa. Na before ya mwaka kupinduka tulimuona aliingiza baadhi ya ngoma kwenye consideration za Grammy. Ilikuwa kama ngoma 4 hivi ziliingia kwenye consideration za Grammy, which is ilikuwa ni hatua kubwa sana kwa Harmonize kwa sababu hatukuwahi kuviona before. Ukianza kwenye consideration, mwisho siku utaingia kwenye nomination za Grammy and stuff. So nimeona akafanya show na love imekuwa kubwa sana. Taifa kama Ethiopia sio mataifa ambayo yanazungumza 100% Kiswahili, alafu kiangalia ngoma zetu pia asilimia kubwa tunafanya kwa Kiswahili. Kwa hiyo ukiona msanii anapata love kubwa Ethiopia kama ile ambayo Harmonize alikuwa na perform, manake kuna kitu ambacho anacho na watu wa Ethiopia wanamfuatilia. Na tumeona wakati anaita Harmonize, watu wanaita Harmonize na vitu kama hivyo. So manake ni kwamba kwa mwaka huu inawezekana ukawa ni mwaka wa Harmonize kwenye upande wa kimuziki kwenye level ya kimataifa, kwenye upande wa collaboration, sababu tumeona amefanya kazi na wasanii wa Nigeria, South Africa, lakini pia kwenye upande wa events, na alitangaza anaenda kuperform kwenye show wakati event ya Afrima inafanyika Afrika, na mimi Nigeria, Lagos Nigeria, lakini sikuona perform. Na of course mimi natafuta namna nije nimuulize Harmonize kitu gani ambacho kilitokea mpaka akashindwa kuperform kwenye utoaji wa tuzo za Afrima. Weekend hii ilikuwa ni kwake kwa Harmonize kwenye upande wa kimataifa. Ameperform Ethiopia, Addis Ababa, lakini pia amefanya video na msanii wa Ethiopia, na mimi naamini kabisa itakuwa ni movement nyingi sana kwa Harmonize kwenye upande wa kimataifa kwa mwaka huu 2026. Na akija kuachia album itakuwa kitu kingine, kwa sababu hiyo album imejaa quality, na alizungumza album yake na quality kubwa sana. Na moja ya ngoma ambazo naamini zipo kwenye album ni hii leo akiwa na Mbosso, lakini pia ngoma ya 6 round, na ngoma nyingine akiwa na Alikiba, ngoma nyingine akiwa na Focalistic. So kuna wasanii wengi sana, na kuna ngoma yuko na BN, umeelewa? So kuna ngoma nyingi sana ambazo zitakuwepo kwenye album ya Harmonize ambao mimi naamini zitafanya vizuri na zitakuwa ni revolution ya Harmonize kwenye upande wa kimuziki kimataifa. Kiachana na issue ya Harmonize, kuna mjadala mimi niliona mitandaoni baada ya Mbosso. Of course ile clip ilipostiwa kwenye account ya ile Alikiba Grammy, ile kama ya kuposti vitu vya Alikiba ambavyo behind the scene, ilipostiwa clip ya Alikiba akiwa na Mbosso studio, na kila mtu akaongea kwa level yake. Unajua zile ni kolabo kubwa. Inapokuja kolabo kubwa, kila mtu anatoa maoni yake. Na kila mtu anasubiri nani atafunikwa kwenye hiyo ngoma. So watu wengi wanataka kuona Mbosso ameonyesha ubora mkubwa sana. Kwenye kolabo zote ambazo Mbosso ameshirikishwa, Mbosso anabaruza. Yaani Mbosso anafunika. Kwa maana nyingine, kolabo ya mwisho ni hii na Harmonize ya leo. Lakini kuna baadhi ya kolabo ambazo zimepita kama kolabo na Darasa, Mbosso katisha sana. Umeshaelewa? Sasa watu wanasubiri. Alikiba ni mzee wa kubaruza wenzake kwenye kolabo. Yaani Alikiba ukimweka kwenye kolabo, pia lazima aonyeshe utofauti. Lazima aonyeshe ukubwa wake. Lazima aonyeshe uwepo wa Alikiba kwenye kolabo zake. Na hata hii kolabo ya mwisho akiwa na Vanilla, I think umeona ameonyesha utofauti. Ameonyesha kwamba Alikiba yupo kwenye kolabo. So wanaenda kukutana wasanii ambao huwa wanabaruza sana kwenye kolabo za wasanii wengine. Sasa nimeona mijadala miwili. Moja, watu wanasema Mbosso asingekubali kufanya kolabo na Alikiba. Yaani wanaamini
ukifanya kolabo na msanii mkubwa kama Alikiba, kamtolea mfano mtu kama Jay Melody alivyofanya kazi na Diamond, which is sitaki kutolea mfano huo. Yaani ukifanya kolabo na msanii mkubwa, ukija kufanya kazi yako peke yako, unatakiwa kuapprove watu. Au msanii mkubwa anakurate pakubwa. Baba Levo anatumiaga kauli moja, anakuingiza kwenye kina kirefu cha maji. Akikuingiza kwenye kina kirefu cha maji, ukiwa peke yako huwezi kutoboa. Maana yake utahitaji company, utahitaji msaada tena ili uweze kufika kwenye hizo level. Nikaona wanamtolea mfano mtu kama Jay Melody kwenye ngoma na ile na Diamond pamoja na Mr Blue Mapose. Nikaona wanatolea mfano msanii kama Jinako na Diamond, wakamtolea mfano, wametolea mfano wasanii wengi Juma Jux na Diamond. Wanaamini ukifanya kazi na hao wasanii wakubwa, even Jay Melody na Alikiba, ushaelewa, huwa lazima ujaribu kuinvest kwa asilimia kubwa sana kufika level za hao wasanii wakubwa. So wakaamini Mbosso ulikuwa sio muda sahihi kufanya kazi na Alikiba. Hiyo ni mjadala wa kwanza. Mjadala wa pili, watu wanajaribu kuzungumza ni kwamba kwa nini wasanii wakitoka WCB huwa wanafanya kazi na Alikiba. Huo ni mjadala ambao mimi nimeukuta sana mitandaoni na inawezekana ndio mjadala mkubwa sana. Kwa nini wasanii wakitoka WCB huwa wanakimbilia kufanya kazi na Alikiba? Mshanielewa? Kuna mwingine anasema wasanii wakitoka WCB wanatoka kwenye kifungo. Lakini mwingine anasema Alikiba ni msanii ambaye ni very cheap. Unanielewa? Yani it's very easy kupata collabo ya Alikiba. So ni cheap, yani msanii ambaye rahisi kupata collabo yake. Na kweli ukiangalia wasanii karibia wote ambao wametoka WCB wamefanya kazi na Alikiba. Lakini sio wasanii wanaotoka kwenye hizi lebo nyingine wafanye kazi labda na Diamond au na upande au na wasanii wa WCB. Alikiba sio msanii ambaye ukitaja wasanii ambao wako kwenye market, yani wasanii wanatisha kama Diamond mfano. Diamond of course yuko kwenye market. Mtu kama Harmonize, Mario wako kwenye market. Ushaelewa? Yes, wale wako kwenye market. Sisemi Alikiba hayuko kwenye market. No, yupo kwenye market, lakini sio ile 100% kama wale ambao tayari wana njaa. Unajua unaona wasanii wana njaa, yani ya kufanya muziki, ya kutoa collabo, ya kufanya hiki. So ukimwangalia Alikiba sio kwamba yuko kwenye market sana. Lakini the question is, why wasanii huwa wanatamani sana kufanya kazi na mshikaji? Hilo ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza. Alikiba ni msanii ambaye ana legacy kubwa sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Alikiba ni legend wa Bongo Flava. So maana yake ni kwamba wasanii wengi wamekuwa kwenye muziki wakimtazama Alikiba. Alikiba wa moto toka 2003 mpaka leo. Wasanii wengi ukiwaangalia hao, utamtaja labda wasanii waliotoka WCB, utamtaja Rayvanny, utamtaja Harmonize, utamtaja Mbosso. Wote wakati wanafanya muziki, wanaanza kufanya muziki au wanapata mawazo ya kufanya muziki, Alikiba wa moto. So obviously lazima uwe na ile hope au ndoto ya kwamba siku nikiwa msanii tatamani kufanya kazi na mtu kama Alikiba. Lakini watu wengi wanaenda mbali, wanasema ni kama labda wasanii waliotoka WCB wanajaribu kuonyesha kumkomoa Diamond. Yani kumuonyesha wewe mtu ambaye mna ushindani naye, mna upinzani naye, sisi tunafanya naye kazi. Mimi sitaki kuamini kwenye hicho, kwa sababu hata wasanii ambao wamefanya kazi na Alikiba still bado wanazungumza na Diamond. Mfano mzuri tu, Rayvanny mtu ambaye anawasiliana sana na Diamond na ameshafanya kazi na Alikiba. Hilo ni moja. Mbili, Diamond yani katika msanii ambaye mimi huwa sidhani kama ana chuki, anaonyeshaga chuki kwa wasanii wake ni Diamond. Na ndio maana hata alidiriki kukutana na mdogo wake Alikiba nyumbani kwake. Umeshaelewa? Hiyo ni moja. Mbili, juzi mimi nimezungumza na The Voice. Akasema hawa wasanii A-list wakubwa Tanzania, wasanii ambao mimi bado sijafanya nao kazi, akammention Alikiba, akammention na Harmonize. Mimi nikamuuliza, je, hautamani kufanya kazi na hawa wasanii ambao umewamention kama Alikiba labda na Harmonize? Akasema ana mikakati hiyo. Anatamani kufanya kazi na Alikiba, anatamani kufanya kazi na Harmonize. Kwa nini nazungumza hiki? Nazungumza hiki nikisema kwamba, nikitolea maana kwamba msanii ambaye still yuko kwa Diamond, still bado anawaza kufanya kazi na Alikiba, na still Diamond hawezi kumind. Of course wameshazungumza hata kina Vanilla, akina Abdukiba na ngoma na Mbosso nafikiri, even na Diamond na nini. So ndio maana mimi huwa nazungumza, inawezekana watu wengi huwa wanawatazama hawa washikaji kama watu ambao wanachukiana, lakini kwa mimi naonaga wale washikaji
katika kitu kimoja ambacho kimewafanya wafanikiwe, wale washikaji wapo kibiashara. Diamond na Alikiba wapo kibiashara. Licha ya kwamba wasanii wengi wanaotoka kufanya kazi na wanaotoka WCB wanafanya kazi na Alikiba, lakini still Alikiba pia anawahitaji wale wasanii, kwa sababu wale wasanii ndio hii generation ya sasa hivi ambayo ndio wanafanya vizuri. Alikiba sio msanii wa generation hii. Still ili aendelee kuwepo kwenye peak, aendelee kuwepo kwenye map, aendelee kuzungumziwa, lazima afanye kazi na wasanii ambao ni generation ya sasa. Kwa mfano Harmonize, mimi namhesabia Harmonize kama msanii wa generation hii. Still bado anaendelea kufanya vizuri. The same kwa Rayvanny, the same kwa Mbosso. Ushanielewa? Na ni wasanii ambao wote wanafanya vizuri. So maana yake ni kwamba ukifanya nao kazi, tayari wanakuunganisha kwenye generation ya sasa hivi, na wao unaendelea kufanya vizuri na kuzungumziwa. Issue nyingine, kuanzia jana nimeona D'Voice na Rayvanny kuna kitu ambacho waliposti. D'Voice alisema tangazo kwa wote, haijalishi wewe ni nani na una hela kiasi gani, baba yako nani, nishamaliza. Toeni hizo visualizer zenu zote. Nataka nitoe video bora ya mwaka 2026 hadi 2027 kabla ya Jumatatu. Ikipita hapo video zenu fungieni maandazi. Kauli ya D'Voice. Then akaja Rayvanny akasema hakuna atakaye kuwa na video kali ya mapenzi kama video ya Toto. Afu akacheka. So maana yake Rayvanny anataka kuambia kwamba hiyo kauli ya D'Voice si kwamba nini, anasema video bora ndo hiyo. Sasa watu wanajaribu kuisubiri hiyo video ya D'Voice itakuwa ni video gani. Watu wanasemaga usitukane mamba kabla hujavuka mto na usizungumze kabla ya vitendo. So watu wengi nafikiri wanachosubiri sasa hivi ni kuja kuiona hiyo video ya D'Voice inakuaje. Lakini pia watu wengi wanajaribu kuzungumza ni kama dongo, kwa sababu Vanilla ametoa video na Alikiba ile ya Tamchungu. Then Stance wa Mario ametoa visualizer ya wimbo wake wa Sawa. Umeelewa? So ni kama kuna kitu, of course mimi napenda sana wasanii wa hivi ambao wana uwezo wa kumake story. Issue ya D'Voice tusichukue personal, ichukue kama challenge. D'Voice ni mtu ambaye ana maneno. Yaani D'Voice ndio asili yake maneno, Mswahili. Umeshaelewa? So anachotaka kuwafanya ni kuwapanikisha. Wherever video yake itakuwa ni bora au sio bora. Mimi kiukweli, mimi napenda wasanii wenye mentality kama D'Voice. Inawezekana kwa sababu amekulia kwenye mikono ya Biggie. Hizi mentality lazima zije. Lazima ujaribu kuchokonoa. Yaani hiyo mentality ndio inasababisha wasanii wengi wanakuwa wakubwa. Yaani msanii hutakiwi kuwa wewe ni mtu wa mnyonge. Msanii hutakiwi kuwa mnyonge kwenye kazi yako. Yaani msanii unatakiwa uwe na maneno. Yaani ingependeza kama Vanilla na yeye rusha dongo, Stance na yeye rusha dongo. Yaani lazima pachangamke yani. Kasha waambia analeta video bora. Sasa na wewe baada ya D'Voice kuachia video, na wewe njoo na video yako tuione video yako bora ni ipi. Hivi vitu ndio ambavyo vinahitajika kwenye game, ndio vitu ambavyo vimewakuza kina Diamond, vimewakuza kina Alikiba, vimewakuza kina Harmonize kwa sababu ya kuchangamsha game, kurusha maneno mitandaoni. Unarusha maneno ukiwa na kazi, usirushe maneno alafu huna kazi. Ndio kitu ambacho amejaribu kukifanya D'Voice. Mimi nimependa na mimi kiukweli ninaisubiria video ya D'Voice, nione ni video gani, then ni compare na video ya Rayvanny ya Toto. Nione je, kweli video ya Rayvanny ni kali au D'Voice na Zuchu wanakuja na video kali. Nimeona ngoma ya Burna Boy inaitwa For Everyone au For My Hands, ambayo ni project nafikiri imeandaliwa na Spotify. Ndio Spotify wamesponsor Barcelona na hadi uwanja wamejenga uwanja wa Barcelona Camp Nou. So hata juzi niliona baadhi ya wachezaji wa Barca au Barca wanajaribu kupitia Spotify, walianzisha program ya wachezaji wa Barcelona kujaribu kutaja ngoma ambazo wanazisikiliza sana. Kina Rashford wakawa wanawataja kina Lil Baby, akina Guna, akina nani, akina Yamal. Wachezaji wote wa Barcelona walifanywa hiyo challenge ya kutaja ngoma ambazo wanasikiliza sana Spotify na nini, wakatajwa kina Burna Boy, kina Rema wametajwa, umeelewa kina Iris Star, kina Tems wametajwa. So wameandaa project na Burna Boy ya kuonyesha umoja. Umeshanielewa? Kuonyesha kwamba sisi ni wamoja. Sasa black people, yani nahisi mimi nilivyoona. Kwa sababu Burna Boy wakati video nafungua
amesimama kwenye ramani ya Afrika, katikati ya ramani ya map ya Afrika, map ya bara la Afrika amesimama pa. Na unaona kabisa hata wachezaji ambao wanaonekana, anamuonyesha Osman, nimemwona Militao, lakini nimeona pia na wachezaji weupe, yani wazungu. Maana yake ni kwamba ni kuonyesha dunia kwamba we are together, yani for everyone, amesema hivyo, for everyone. Na katika kitu ambacho kimevutia kwenye video ya Burna Boy ni namna wachezaji wanavyotokea kwenye video yake. Yani kitu ambacho mimi nimewaza, ilikuwaje, yani katumia muda gani, yani kashawishi vipi? Na ndio maana mimi nimejaribu kuonyesha ni kama hii ni project ya Spotify, kwa sababu there is no way akawakusanya wachezaji wa mpira wa miguu then akawaunganisha kwenye video ya muziki. Spotify unachotaka kufanya ni kujaribu kuwekeza kwa upande wa kimpira. Unajua wachezaji ni watu, yani okay, wachezaji wa mpira wa miguu, athletics hawa, wa mpira wa miguu, mabondia, wachezaji wa basketball ni watu wenye ushawishi sana duniani. Spotify ukija kwenye upande wa engo ya kimuziki au karia ya kimuziki, kwa watu wote wanaopenda muziki, iwe ni shabiki, mdau, lazima utakuwa unafuatilia Spotify. Lakini katika sehemu ambayo imesaulika ni kwenye upande wa mpira. Mpira una watu wengi sana. Ukiondoa wachezaji, kuna mashabiki wa mpira ambao mimi na uhakika wengi wao hawafuatilii Spotify. So Spotify wanachotaka kufanya ni kujaribu kuunganisha watu wote, mpaka wacheza mpira, watu wa athletics kwenye upande wa kiburudani. Yani kwamba leo Spotify, hata mchezaji wa mpira wa miguu awe na Spotify, hata shabiki wa mpira wa miguu awe na Spotify. Na ndio maana wamejaribu kuchukua baadhi ya wachezaji. Maana yake ni kwamba wale wachezaji wana represent brand za timu zao, wana represent mashabiki wa hiyo timu. Kwa mfano kuna wachezaji wa Barcelona. Maana yake ni kwamba mashabiki wa Barcelona wakiwaona wachezaji wao wapo kwenye video ya Burna Boy, tayari mashabiki wa Barcelona wataenda kuifuatilia hiyo nyimbo na watafuatilia Spotify. Na ndio maana Burna Boy wamefanya project na Spotify ya kuachia ngoma ambayo inaonyesha love kwenye upande wa kimuziki, kwamba muziki ni sehemu ya mpira. Na ndio maana wachezaji wengi wakiwa wanaingia uwanjani huwa wanavaa yale headphone makubwa au zile ndogo tu, si ndio? Hapo wanachosikiliza ni muziki. Sasa utawezaje kuconnect mpira na muziki? Ndio kitu ambacho Spotify nimekiona mimi wanajaribu kukicreate. So hii video ni kali, nzuri kiukweli, na mimi nimependa melodi yake, nimependa ilivyo taratibu, inazungumza upendo kwa watu wote. So kiukweli mimi nimependa project ya Burna Boy, hii ya For Everyone. Of course ni project ambayo hata watu wa mpira wamevutiwa nayo. Na ndio maana Burna Boy ameweza kuwachukua mpaka wachezaji wa mpira wa miguu, ameweza kuwaweka kwenye hiyo ngoma. Kwa kumalizia bana, nimalizie na project ya Real ambayo ni volume 1 ya Ashake pamoja na Wizkid. Tayari wameshaitoa hiyo project. Ina ngoma kadhaa, ina ngoma 4. Yes, ina Tubeless, ina Jogodo, ina Iskolodo, ina Alae. Hizi ni project za Ashake pamoja na Wizkid ambazo tayari zimetoka, na Jogodo tayari wana video yake. Yes, wana video nimeona kuna video moja wameitoa. Hii ni project ambayo watu wengi wanaitazamia tenda kufanya vizuri sana, kwa sababu hawa wote ni wasanii ambao wanafanya vizuri. Sasa Ashake sasa hivi, Wizkid ndo anatajwa kama most popular artist in Africa, yani msanii maarufu zaidi kutoka bara la Afrika, na tumeona juzi watu wanamshindanisha na Fela Kuti, yani kuonyesha ukubwa wake. Umeelewa vizuri bwana? So wametoa hii project ya Real ambayo ni volume 1. Inawezekana hii ni project, so inawezekana iko chini ya Apple, ni muendelezo. Wakiwa na volume 1, maana yake wanaweza wakaja na volume 2, volume 3 kadi itakavyokuwa. Hii project, hii EP inaitwa Real. Umeelewa? Inaitwa Real, ipo kwenye volume 1 ambayo ni wameshirikiana kwenye kufanya kazi, ambao wapo chini ya Apple. Na mimi na uhakika kabisa baadaye watakuja na tour yao ya pamoja, na hao ndio akili ya wasanii wa Nigeria wanavyotengeneza pesa. Wakiona kuna mtu anafanya vizuri, huwa wanaunganisha timu. Na ndio maana hata Omalay amejaribu kuungana na Davido wakafanya baadhi ya project na zimekuwa poa. So kuna vitu lazima tujaribu kujifunza kwa washikaji. Washikaji wako more exposure, unaelewa? Wako na exposure kubwa zaidi. Huwa hawafanyi muziki kwa ajili ya chuki, bali wanafanya kwa ushindani wa kimafanikio. Hawafanyi kwa sababu ya chuki, wanafanya kwa sababu ya ushindani wa kimafanikio. Na ndio maana unaona hawa
wanajaribu kuunganisha nguvu Ashake pamoja na Wizkid, wanajaribu kutengeneza nguvu, watengeneze tour ambao watatengeneza pesa, unaelewa? Na sasa hivi wanajaribu kutengeneza numbers Spotify, na juzi nimeona wameweka rekodi ndani ya masaa kadhaa Spotify wamepata streams 1.5 ndani ya lisali moja nafikiri million, umeelewa? Hasa ngoma ya Jogodo ilipata kwa masaa 24 views zaidi ya milioni 2. So maana yake ni mafanikio makubwa kwao, na wao wanajaribu kukuza zaidi Afrobeat. Target yao ni kuifanya Afrobeat kuwa kubwa duniani. Target yao ni kuifanya Afrobeat kuwa namba 1. So wale jamaa exposure wanayo kubwa sana na wana akili ya kibiashara. Leo nilikuwa na hizo detail chache tu za kiburudani, nikasema tu share na wewe ujaribu kutoa maoni yako kuhusiana na hivyo ambao nimevizungumza. Au sio bana? Mimi naitwa Elmando. Nyuma kamera ni mwanangu anaitwa Kashmiri. Tukutane next time.